Amen. Bwana Yesu asifiwe na Mungu. Na mimi naendelea vizuri. Tunataka kujifunza somo kwenye kitabu cha Isaya sura ya 43 mstari wa 4 ambayo na Mungu inasema, kwa kuwa umekuwa wa thamani machoni pangu na mwenye kuheshimiwa, nami nimekupenda, nitatoa watu kwa ajili yako na kabila za watu kwa ajili ya maisha yako. Kwa hiyo tunajifunza katika somo hili ambapo Mungu anajua kupandisha thamani za watu na anapandisha thamani za watu. Kwa hiyo namna gani ambavyo anaweza kupandisha thamani ya mtu? Kwanza atakuletea watu. Ndio maana anasema kwamba nitaleta watu kwa ajili yako. Kwa hiyo watu watakuja kwa ajili yako, kwa ajili ya maisha yako. Anakuambia aishi tu na kabila za watu. Kwa hiyo watatoka sehemu mbalimbali, watakuja kwenye maisha yako ili waweze kuwa part ya maisha yako. Kwa sababu gani? Mungu anatumia watu kwa ajili ya mtu kumpandisha thamani. Ndio maana anasema kwamba ataleta watu. Kwa hiyo watu ni muhimu sana. Sema usidharau mtu, kwa sababu mtu anakuja kwa ajili ya namna fulani ili aweze inawezekana ikawa ni kusaidia au wewe ukamsaidia, lakini vyote ni kupandisha thamani ya mtu. Kwa hiyo Mungu anachokifanya vile ni kwa sababu tu anataka wewe upande wa sababu na mwenye kuheshimiwa sana. Kwa hiyo moja ya mtu kuheshimiwa ni kwa sababu ya ile, kwa sababu ya watu. Ndio maana tukiangalia hata rais anakuwa na watu, maana ana cabinet zima ya waziri, ya wabunge. Kwa namna gani? Au watu wote wanashughulika katika sekta mbalimbali kwa ajili ya kufanya mipango yote ya nchi ili iweze kukaa vizuri. Ndio maana kuna watu. Kwa hiyo mtu ambapo anakuja kwenye maisha yako, Mungu anakuwa analeta katika mtazamo wa kupandisha thamani kwenye maisha yako. Ndio maana mtu kama mtu atakuwa ni mtu anatakuwa kukaa yani kuangalia namna ya ile uwepo wa mtu. Ndio maana nasema hivi, ninamkupenda sana katika kitabu cha Mithali kwamba utajiri wa mfalme ni wingi wa watu wake. Kwa hiyo kama unajiangalia wewe mwenyewe na unajiona kwamba unadharau watu, kwa hiyo jiangalie. Usije kudharau mtu, kwa sababu mtu anakuwa anakuja kwa ajili ya kufanya vitu au thamani yako iweze kupandisha. Kwa hiyo kwa kile ambacho tunajifunza, kwa hiyo tunatakiwa tuheshimu watu, lakini pia tuwapende watu. Ndio maana Mungu anainua thamani. Kwa hiyo muda mwingine Mungu anacheck, je, the way unaweza kukaa na watu. Kwa hiyo mtu akikupa watu uweze kukaa nao, je, utaweza kukaa nao kwa namna gani? Ndio maana anakuangalia sasa hivi katika namna hii uliyopo, unaweza kukaa na watu vizuri, kwa sababu anajua, je, miaka michache inayokuja nitakubariki au namna gani ambavyo nataka kufanya. Una uwezo wa kuishi na kuamudu hao watu. Ndio maana anasema hivi, na mwenye kuheshimiwa sana.